Ufalme wa Mungu unapokuwa mahali unaambatana na mambo kadha wa kadha. Namba moja, habari njema. Hebu sema habari njema. Sema kwa sauti, habari njema. Lakini inaambatana na uponyaji, ushindi na upenyo. Mahali Mungu yupo kuna vitu vingi ambavyo vitafanyika. Hii ni jukumu la kila mtu. Unapokuwa mahali huwa inaambatana na habari njema. Hivyo ni jukumu la kila mtu wa Mungu kufahamu na kujua nafasi ya kudai na kumkumbusha Mungu. Kama ufalme wa Mungu ni habari njema, uponyaji, ushindi, heshima, lazima ni jukumu la kila mtu kuamini na kudai hiyo heshima. Amesema leo nitadai heshima yangu. Sema nitadai heshima yangu. Kitabu kile cha Isaya mlango 41 mstari 21 anasema, haya leteni maneno yenu, asema Bwana, toeni hoja zenu zenye nguvu. Mungu anazungumza, asema mfalme wa Yakobo. Kwa hiyo haiji tu hivi hivi, jenga hoja, tetea hatima yako kwa maneno yako, kwa njia ya maombi, kupitia neno alilosema juu ya maisha yako. Maandiko yanasema leteni hoja zenu. Maana Mungu anataka tujenge hoja alafu tuseme naye. Wangapi leo wamekuja waseme na Mungu? Wangapi leo wamekuja waseme na Mungu? Kitabu kile cha Isaya 43 mstari 26 anasema hivi, unikumbushe na tuhojiane, eleza mambo yako upate kupewa haki yako. Swali, je, Mungu anasahau juu ya mahitaji yetu au juu ya mapito yako? Hapana. Anataka tuhojiane, anataka tumkumbushe. Wangapi leo wamekuja tumkumbushe Mungu juu ya mahitaji yetu? Sema basi amen. Mwambie mwenzako, umekuja tumkumbushe Mungu? Mungu anadai tumkumbushe. Mungu anadai tuseme naye. Kwa hiyo tunapokuja ibadani, hatuji tu kwa sababu tunakuja tuhojiane na Mungu, halafu atupe haki zetu. Uko tayari upewe haki yako jamani? Uko tayari upewe haki yako? Mfano mzuri, unapokuwa kwenye taifa lako, kuna vitu serikali yake inatakiwa ikufanyie hata kama hujaomba wakati mwingine. Lakini haitokei hivi hivi tu. Ni wajibu wa, kwa mfano, ni wajibu wa serikali kukupatia barabara, ni wajibu wa serikali kukupatia maji, ni wajibu wa serikali kuhakikisha hospitali inakuwa salama, ni wajibu wa serikali kuhakikisha kwamba wanajeshi wanakuwepo kulinda mipaka, kulinda usalama wa vitu. Unapokuwa kwenye taifa lako, kuna vitu ambayo serikali itakufanyia kwa sababu wewe ni mwananchi. Sasa je, hii barabara au hospitali ambayo nimesema hapa itakuja hivi hivi au kwa kutumia utaratibu? Ndio maana wameweka pia utaratibu namna ya kuweza kupeleka hoja. Kwa mfano, tunakotoka unashangaa kuna balozi, kuna mwenyekiti wa kijiji, kuna diwani, kuna mbunge, kuna wakuu wa wilaya, kuna mkuu wa mkoa, lakini kuna mtu anaitwa rais yuko juu, ambaye mpaka ngazi ya balozi wanatunga hoja, alafu wanatutetea. Mbunge anatutetea huko juu, wanatutetea kwamba eneo langu kuna 1 2 3, eneo langu kuna 1 2 3. Nataka niseme ndivyo ilivyo katika ulimwengu wa roho. Mungu pia ameweka wajibu ya watumishi kila mahali ili wabebe ulimwengu wa roho na kutetea watu wao. Na leo ufalme wa Mungu na serikali ya Mungu iliyoko hapa itakwenda kujibu mahitaji yako. Sema basi amen. Sema basi amen. Mwambie mwenzako, ufalme wa Mungu utakuwa mahali hapa leo. Kwa hiyo unashangaa serikali za kidunia, ukiangalia unashangaa kuna diwani wanawakilisha mahitaji yetu ngazi ya juu, wanatusemea kidunia kabisa. Alafu sisi wa huku chini tunasubiri majibu kwa serikali yetu. Hivyo ni serikali ya dunia hiyo, serikali ya ufalme wa kiroho pia ameweka wanaoweza kuona mahitaji ya watu, na kwa vile wamepewa thamana kama makuhani, wanachukua zile hoja, wanapaiza kupitia Yesu Kristo wakili wetu, ili tuweze kujibiwa. Mungu aliweka katika ulimwengu wa roho, kimwili tawala za dunia zipo, lakini pia akaweka tawala za kiroho.
akaweka mitume, akaweka manabii, akaweka wainjilisti, akaweka wachungaji, akaweka walimu, akaweka karama hizo makuhani, ili tunapokwenda kanisani wanapokea hoja za watu, mnakuja mnalia, mkilia wao wanaipaiza kwa Yesu vilio vyenu, na wanapopaiza tayari wanatetea hoja zenu. Yesu anapokea kwa sababu ni madhabahu, majibu yanarudishwa. Sema basi amen. Kwa nini Mungu asikujibu? Na Yesu anasema hata Baba mwenyewe anawapenda, anawajua. Anataka kuona ulivyo na shauku ya kumtaka akuhudumie. Usipotaka anakuacha. Wangapi leo wanataka Yesu awahudumie? Wangapi leo wanaonyesha shauku zao wakutane na Mungu aliye hai? Mwambie mwenzako, umejiandaa kukutana na Mungu aliye hai au umekuja kukutana na wanadamu? Aya. Sema nitaomba. Sema nitaomba. Kwa lugha rahisi, Baba mwenyewe anajua mnahitaji. Sasa kama anahitaji, mbona hatupi? Njia ya kumtaka ni kwa njia ya maombi. Yale maombi unayaomba kwa kufunga au kwa kuomba, kuna vitu atakupa kama wewe, na kuna vitu utaomba atakusukuma kwenye madhabahu au kwa kuhani wake. Atamke kwa mara moja tu, utapokea unachotaka. Wangapi leo wana maombi ya muda mrefu? Yaani maombi ambayo umeomba muda mrefu na umekosa majibu. Leo sema ndio siku ya kujibiwa. Asema basi, sema leo ndio siku ya kujibiwa. Rudia, sema leo ndio siku ya kujibiwa. Mr. Kilo nipige kelele. Mimi nataka niseme leo ndio siku ya kujibiwa. Mguse mwenzako, mwambie unaamini ndio siku ya kupokea. Mwambie yale ambayo hujajibiwa na Mungu, kuhani atatamka neno na Mungu atagonga muhuri. Useme basi amen. Useme basi amen. Useme basi amen kama unajiandaa kupokea. Useme basi amen kama unaamini madhabahu itasema juu yako. Hebu sema fire. Sema sikati tamaa, itasonga mbele. Kitendo cha kumsogelea Mungu kwa njia ya maombi na kumwamini Mungu ni kitendo cha Mungu. Kuna mambo atakusukuma kwa kuhani. Ndio maana Mungu akitaka kukutandika anakugonganisha na kuhani wake. Alafu ukinyanyua kinywa ukaanza kupambana naye, Mungu anapata sababu ya kukutandika. Ukimsogelea kuhani wake kwa heshima na kwa unyenyekevu, unapata nafasi ya kubarikiwa. Tulijifunza Jumapili kuhusu mwanamke Mshunami, jinsi ambavyo alinyenyekea akatafuta nafasi awe karibu na mtumishi wa Mungu Elisha. Nikasema hakuna mtu aliwahi kupata kibali ya kuwa karibu na mtumishi wa Mungu akabaki alivyo. Lazima kuna neema itakuwa juu yake. Asijui kama kuna watu wananielewa. Mwambie mwenzako kuna kitu kinakuja, unajua. Mwambie kuna kitu inakuja. Wangapi leo wanajua kuna mihuri inaenda kugongwa katika maisha yao? Vitu ufalme wa Mungu itakutendea kupitia mamlaka aliyoweka kwa watumishi wake. Kitabu kile cha Luka mlango wa 4:23, naye alikuwa akizunguka Galilaya yote akifundisha katika masinagogi akihubiri habari njema. Hebu sema habari njema. Sema kwa sauti habari njema. Yesu akizunguka, maana yake ya neno la Mungu au injili ni habari njema. Habari njema sio habari ya kusikitisha, ni habari ya kukuletea tumaini jipya, ni habari ya kukuletea ushindi, ni habari ya kukuletea uponyaji, ni habari ya kuambiwa kuna kitu kinachokuja cha baraka, ni habari ya kuambiwa na injili njema ya kwamba adui zako wanakwenda kusambaratika. Nami nimeleta habari njema kwa mtu mmoja. Hebu sema habari njema ndio hii. Ushindi uko mbele yangu. Ayaya. Injili ni habari njema. Mwambie mwenzako kataa habari mbaya. Mguse mwambie kataa habari mbaya. Mwambie habari mbaya ni ya shetani. Habari njema ni ya Mungu. Kataa mawazo mabaya yanayokuambia utakufa, hautajenga, hautaolewa, hautainuka, hautakuwa mtu wa thamani. Hiyo ni habari mbaya. Nataka nikuletea habari njema kwenye ufalme wa Baba yetu, ya kwamba kuna jambo la baraka litafanyika kabla mwaka hujaisha.
Habari njema ni hii, majira kama haya utaitwa mtu wa tofauti. Habari njema ni hii, majira kama haya kwenu kutabadilika. Habari njema ni hii, hao watoto waliokatia tamaa, majira kama haya hawatakuwa kama walivyo kwa sasa. Habari njema ni hii, hiyo biashara ndogo kwa sasa, habari njema ni hii, inakwenda kuongezeka. Nataka niongee na watu watatu. Usikonde kwa ajili ya mapito, pandisha kiwango cha imani. Ufalme wa baba yako iko akilia. Piga kelele, sema naenda. Sema naenda. Mwambie rafiki, nguruwe anachafuka sawasawa, lakini hajawahi kukonda. Mwambie la pili, nyama ya nguruwe ni tamu. Sema fire. Sema fire. Nataka na kuona mahali katikati ya dhihaka na katikati ya majaribu, katikati ya vita, katikati ya waliochekea, tutaona amekimbia kule kwa Elisha, tutaona atafika wapi, mbona hajajibiwa? Waambie si kitu, endeleeni kusema mimi napiga mbio, kuna kitu kinakuja. Saa Mungu akijibu, wote watabaki na midomo. Sema basi amen. Guse mwenzako, mwambie wewe, weka pamba masikioni. Hayo ni mapito tu ya muda. Wala inakuombea Mungu, nakuombea ikibidi acha kuwa misi. Yaani runinga zao zinazima, alafu zikizima wanakuja kutafuta kimwili, wanakukuta umeenda hivi. Hawaachi wanadamu. Wanadamu wewe sikiliza wanadamu kama hujafa. Sikiliza Mungu. Sikiliza nini? Usema basi mwenzako, mwambie wewe, maisha yako hayako mikononi mwa jirani yako, haiko mikononi mwa mtu yeyote, iko mikononi mwa Jehova Yawe. Na ndio maana mnakuja hapa. Kazi ya ufalme ni kuhakikisha, tunahakikisha wanaokuonea wanakwenda kudondoka, wanakwenda kuishia njiani. Tumeja apige kelele, ufalme wa shetani usionekana kimwili, na kwenda kuwapiga chini. Alafu nyanyuka mwanangu, nenda kamtukuze Bwana. Sema basi amina kama unabarikiwa. Naye alikuwa akizunguka akifundisha katika masinagogi na kuhubiri habari njema. Namba moja, uponyaji wa kila aina. Uponyaji wa ndoa, uponyaji wa kazi, uponyaji wa chochote. Lakini kumbuka, unapofikaka kwa kuhani wako, hujai kusikia unamwambia mtu nakupa siku 7, au unamwambia hii kitu naiona kitakuja, wewe mvumilivu, au wewe utachukua siku kadhaa ili jambo litatokea, au nakutamkia majira kama haya ili jambo litafanyika, au utabeba mimba. Maana yake wakati mwingine hata unapopeleka mahitaji serikalini au kwenye ofisi fulani, si unamwamini uliyempelekea jamani? Anachukua barua, anakuambia nitakuita. Unasema naomba basi unikumbuke. Halafu unakuwa unamsumbua mpaka kwa message. Mkuu, vipi ile kazi? Jamani nikumbuke basi, usinisahau. Mungu anasemaje? Tumkumbushe, tuhojiane.